Sasa mimi nilipofukuzwa Chama cha Mapinduzi, nilifatwa na walokuwa karibu na mimi na wengine, wakanambia tulizana, tulizana, wakati utafika mambo yatakuwa mazuri. Lakini nafsi ikawa inanisuta sana. Nilikuwa napata tabu ndani ya nafsi yangu. Nikawa najiuliza maswali mengi. Wakati huo nilikuwa tayari nishafanya kazi kwa karibu na marehemu Maalim Seif nikiwa mjumbe wa kamati ya maridhiano. Mzee yule tayari alikuwa kishaanza kunikereketa, kishaanza kunigusa mimi kama alivyoguseni nyote. Ikafika siku nikafanya lisilotarajiwa kwangu mimi. Nikajichukua mwenyewe, hajanipeleka mtu. Tarehe 14 Disemba mwaka 2014, kijiji cha Paje kusini Unguja, mimi nikajiunga na chama cha wananchi kafu wakati ule. Nitakwambieni yalionigusa, nikafanya lile ambalo halikutarajiwa kwangu. Ndugu zangu, nimekwambieni nilikuwa mjumbe wa kamati ya maridhiano. Wakati tunaingia katika maridhiano na kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa, mimi nilisimama kuunga mkono hatua zile kwa sababu nilikuwa nishaona na nishajifunza. Nilikuwa nishachoka ndani ya nafsi yangu na matokeo yalikuwa yanaendelea ndani ya nchi hii kila baada ya miaka mitano. Kwa maana ya kila ukifika uchaguzi, Wazanzibari tunauana, inatokezea dhuluma na idhlali kubwa, watu wanaumizwa, wanadhalilishwa. Yale yalikuwa yananigusa. Niliamini kwamba fursa ile ilosimamiwa na wale watu wema, Rais mstaafu Karume na marehemu Maalim Seif Sharif Hamad mzee wetu, ilikuwa fursa ya kipekee kwa sisi Wazanzibari kuondokana na madhila haya ya ubaguzi, siasa za chuki na mauaji. La pili, muungano. Mimi nilikuwa waziri wenu wa Wizara ya Maji, Ujenzi, Nishati na Ardhi. Kama mtakumbuka kipindi kile, moja liliibuka kabla, baadaye jingine likaja baada. Liliibuka swali la mafuta na gesi. Wakati huo mimi ndio waziri analizungumza kipindi hichi mwenyekiti wetu. La pili lilizuka lile la kuanzisha huo utaratibu wa kutafuta katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilifika pahali niliamini na naamini mpaka hii leo kwamba CCM hawakuwa wa kweli kwa yote mawili. Hawakuwa wa kweli na wenye nia thabiti kwa serikali ya umoja kwa taifa kwa misingi ya kuundwa kwake, na hawakuwa na ujasiri wala ukweli kusimamia haki za Wazanzibari ndani ya muungano. Na nilifika kuamini kwamba ule umoja nilokuwa na uamini mimi, no utaka mimi, Maalim Seif alikuwa na nia thabiti kwa yote hayo. Nikasema
mimi kukaa kimya wakati ninawaona watu wanakwenda kinyume na serikali ya umoja wa kitaifa na dhamira sahihi na malengo sahihi ya kuundwa kwake, na walivyokwisha kusaliti Wazanzibari kwenye swali la katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikasema mimi haya yananikereketa, siwezi. Ndo nikatoka nikajiunga na Maalim Seif marehemu, Mwenyezi Mungu amlaze pale pema. Kwa nini nimeyazungumza hayo? Ndugu zangu wa Zanzibar, maridhiano na serikali ya umoja wa kitaifa